Makabidhiano hayo yamehusisha vitendea kazi muhimu vya ushonaji ikiwemo cherehani, vitambaa pamoja na vifaa vingine vinavyotarajiwa kuwasaidia wanufaika hao kujikwamua kiuchumi kupitia shughuli za ushonaji. Miradi ya kiuchumi. Miongoni katika miradi hiyo ni mradi wa kiuchumi wa kugawa mashine za kushonea kwa wale ambao wana ujuzi lakini hawana vitendea kazi, ili wawe na nyenzo ya kujitafutia riziki. Kwa hiyo leo hii ndio tumekusanyika kwa sababu ya lengo hilo, ili tuweze kumkwamua huyu Mtanzania kupitia Direct Aid Society kwa kuwapa nyenzo hizi za kujikwamua katika uchumi. Kabla ya kukabidhiwa mashine hizo za kushonea, wanufaika hao wamepatiwa ujuzi na maarifa ya kuendesha miradi yao kwa kipindi cha miezi mitatu. Mwanzo walitupa mafunzo ya ufundi cherehani, ufundi wa ushonaji, na sasa wametupatia vifaa vya kwenda kufanyia kazi hiyo. Tutaweza kujipatia kipato cha kulisha familia zetu, kuwasomesha wanetu. Kwa hiyo tunatoa shukrani zetu za dhati. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri inshallah. Tulikuwa hatujui kabisa chochote, ila tunashukuru wametufundisha bure kwa miezi mitatu, na tunashukuru Mungu wametupatia cherehani. Cherehani hizi zinaenda kutusaidia sisi na familia zetu. Zoezi la ugawaji wa mashine hizo za kushonea limeongozwa na diwani wa kata ya Mtipa Ramadhan Yusuf, ambaye ameipongeza taasisi ya Direct Aid kwa juhudi zake za kuwezesha wanawake kiuchumi na kuchochea maendeleo katika jamii. Taasisi hii ya Direct Aid Society katika kata yetu kwa kweli imetoa manufaa mengi sana, kwa maana ya kuangalia uchumi hasa kwa kina mama, kwa kuwapa taaluma, bado wakaona basi wawapatie mtaji wa kuanzia kwa kuwapa hivi vya rehani. Kwa hiyo vitawakomboa wananchi hawa, na hasa ukiangalia kina mama wana majukumu mengi sana, na Mungu awajalie kila la kheri kwa wazo zuri la kuweza kuwa na mawazo chanya ya kuweza kusaidia Watanzania na hasa kupitia kata yetu ya Mtipa. Kutoka Singida, Ramadhan Idilimu.